Na mtazamaji, ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Wadau wa soka wilayani Kisarawe mkoani Pwani wameelezea matarajio yao kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara baina ya Simba na Azam FC maarufu Mzizima Derby, zote za jijini Dar es Salaam. Taarifa ya Ahmed Nandonde inasomwa na Eden Bahati. Wakizungumza na Channel 10, wadau hao wa soka wilaya ya Kisarawe Pwani wamesema matumaini yao ni kuona mchezo unakuwa ushindani mkubwa kutokana na historia timu zote mbili, huku kila timu ikitaraji kuondoka na ushindi wa alama 3 muhimu ili kurejesha furaha kwa mashabiki wao ambao wameonyesha kukata tamaa baada ya timu zao kuanza vibaya katika mashindano ya kimataifa. Binafsi nasema katika dabi hiyo ya Mzizima kati ya Azam na Simba ni mechi sio ya kitoto, kwa sababu historia ya mechi hizi hapa ni mechi ambazo zinakusanyisha washabiki wenye ari sana, alafu ni timu kwa sasa zina nguvu kubwa katika nchi hii. Ukaachilia mbali ule ushiriki wao katika mechi za kimataifa kwa nafasi tofauti, hawa klabu bingwa, hawa shirikisho, lakini vile vile kwamba timu hizi zina wadau, zina makocha wakubwa, zina watu wa aina tofauti. Kwa hiyo naamini kwamba kwa mechi kama hiyo itajenga hamasa kubwa sana. Ni mechi ambayo kwa kweli hakuna kulala. Hiyo dabi itakuwa nzuri sana kwa sababu matokeo ya Simba kimataifa kidogo imekuwa si mazuri, naona nguvu nyingi wataelekeza kwenye hiyo mechi. Mechi itakuwa nzuri. Vile vile Azam nao katika mashindano ya kimataifa kama tunavyoona si mazuri sana kwao, ili kuficha hisia na tafsiri tofauti za mashabiki, kuonekana kwamba timu ziko zinacheza kimataifa bila mipango. Tunaweza tukatoboa kidogo angalau kuwafuta machozi mashabiki, lakini bado tunatumaini na timu yetu ya Simba na bado tunaipenda Simba kama mashabiki. Kama mshabiki wa Simba, kama mama wa Simba, na naipenda timu yangu katika ubovu na uzuri, bado naipenda timu yangu. Naamini kabisa tutatoboa. Mashabiki wa Simba nawaambia kwamba wasikate tamaa, naendelea kuwatia moyo. Umoja ni nguvu. Tunapoona kwamba timu imeteteleka na si tusibabaike, hapana. Tuatie moyo wachezaji, tutiane moyo kama mashabiki. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Uongozi wa timu ya Mbeya City umemtangaza Patrick Mwangati kushika mikoba ya aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hicho cha wagonga nyundo wa jiji la Mbeya mpaka utakapomtangaza kocha mpya mara baada ya kusitisha mkataba wa aliyekuwa kocha wa timu hiyo Malale Hamsini. Na taarifa zaidi ya Marcus Apollinaire inafafanua zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari, mtendaji mkuu wa Mbeya City John Kirua amesema wamefikia uamuzi huo kutokana na mwenendo mbaya wa matokeo katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ambapo timu ya Mbeya City ilipoteza michezo 3 mfululizo huku akipata alama 1 pekee katika michezo 5. Tumetoa taarifa kwa umma kusitisha kwa huduma kwa baadhi ya benchi la ufundi, ikiwemo kocha mkuu, kocha msaidizi, kocha wa makipa pamoja na daktari. Kwa hiyo kama taarifa ilivyotoka ndivyo ambavyo tumefanya sisi kama klabu ya Mbeya City. Timu tumemkabidhi sasa hivi mwalimu Patrick Mwangata, ndio atakayekuwa anasimamia timu kwa kipindi hiki kifupi cha mpito ambacho klabu tunaendelea kutafuta walimu wengine ambao watakuja kusaidizana naye kwenye technical bench. Upande wao mashabiki wa timu ya Mbeya City wamesema tamanio lao ni kuona uongozi ukileta kocha mkuu atakayewezesha timu kufikia malengo yake, huku akipongeza uongozi kwa hatua hiyo waliochukua. Mwalimu hatuwezi kumvumilia kupoteza mechi 3. Kwao wamefanya maamuzi mazuri kwa wakati sahihi. Mwalimu alikuwa na mapungufu yake na wachezaji pia wana mapungufu yao. Kumtafuta kocha na kumwachisha kibarua huyu aliyekuwepo sio vibaya. Tunahitaji kocha mwenye experience ambayo yani anakuja pale na mbinu zingine ambazo mchezaji ana uwezo wa kumbadilishia naye kocha, awe na uwezo mkubwa naye. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalam Marcus Apollinaire, Channel 10. Wakati ligi ya mabingwa wa mikoa upande wa mpira wa kikapu ikiendelea kushika kasi,
katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma, wadau wa mchezo huo wameonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa mashindano hayo, hususan ushiriki mdogo wa vilabu vya wanawake. Na wadau wamesema hali hiyo si tu inapunguza ushindani, bali pia inarudisha nyuma juhudi za kukuza na kuendeleza mchezo wa kikapu kwa wanawake nchini. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatuarifu. Wadau hao wametaka shirikisho la mpira wa kikapu nchini kuchukua hatua za maksudi ili kurejesha heshima ya mchezo huo ambao kwa sasa unazidi kupiga hatua. Ni kwa masikitiko sana kwamba timu za wanawake mpaka tuna confirm wale walikuwa wameconfirm kama timu 12. Mpaka tunakuja hapa tukaambiwa zimepunguka, zimebaki kama timu 9. Tulivyoanza kucheza kuna timu tena zikajitoa tukabaki timu 6. Sasa ni vitu ambavyo kwa kweli vina katisha tamaa in a way, kwa sababu tunatumai kwamba kama timu zimeshajiandaa lazima sasa labda either ifanyike assessment ya club, watu wawekeze kwenye vilabu pase, waweze kuhakikisha kwamba kama ni wachezaji wapo wamejitolea na kuja na wamesha confirm, management na timu pia kisha imekuja kama ni nauli au nini waweze kufika hapa. Lakini pili nikaushauri tu kwa TBF wahakikishe tuonyeshe kama timu imesha confirm afu haiji, basi kuwepo na fine kidogo, italeta discipline. Hawezi kuwa umewekwa paka kwenye roster, unajua unacheza for of the sudden unajitoa ndani ya nusu saa, sio vizuri. Badala ya kusogea mbele tunazidi kusogea nyuma, kwa sababu mwaka jana timu zilikuwa 8. Mwaka huu badala ya kusogea mbele zimekuwa chache, zimekuwa 6. Mwakani sisi zitapungua tena, zitaongezeka. TBF nadhani wakae na viongozi wa mikoa wafanye jitihada ya kuweza kuwafanya wanawake wakapata kuwa engage kwenye kikapu zaidi, kwa sababu mwendeleo sio mzuri sana. Ni ngumu kwa watoto wa kike kushiriki kwenye mchezo kama huu wa basketball kwa sababu ya miundombinu ya viwanja katika mikoa yao walipo na kutokuwa na ufahamu wa huu mchezo kwa watu wengi. Watu wengi hawafahamu huu mchezo. Licha ya changamoto hizo, lakini bado kuna matumaini kutokana na ushindani kuwa mkubwa na fursa kwa mabinti. Kikapu cha wanawake kinakuja na competition kubwa sana. Ushindani ni mkubwa sana. Vilabu kwa kweli na vipongeza vyote vimesajili vizuri tu. Na wachezaji ni wazuri sana kwa timu zote. Ushindani ni mkubwa kulisha na mwaka jana. I think before, nafikiri hapo kabla fursa zilikuwa chache. Hali inazidi kuimarika. Binafsi mimi sio Mtanzania, lakini kitendo cha kuweza kucheza soka Tanzania inaonyesha kuwa bado kuna fursa. Ni suala la kujiandaa tu pindi fursa inapokuja. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Na kwingineko, mkuu wa wilaya Korogwe William Mwakilema amezindua mashindano ya mpira wa miguu yenye lengo la kuhamasisha jamii hasa ya vijana kudumisha amani na utulivu wilayani humo. Tupate taarifa zaidi. Akiongea mara baada ya ufunguzi wa ligi hiyo iliyopewa jina la Amani Cup ambayo itakutanisha timu 30 kutoka maeneo mbalimbali wilayani humo, mkuu wa wilaya Korogwe William Mwakilema amesema tusiwe sehemu ya watu ambao wanataka kuvunja amani katika wilaya yetu ya Korogwe, kwa wetu wa Tanga na kwa Tanzania nzima. Tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa na kupendana na hatimaye tuweze kufanya shughuli zetu za kiuchumi. Mashindano hayo yameandaliwa na kudhaminiwa na mbunge wa jimbo la Korogwe mjini Charles Njama, na hapa anaeleza malengo mengine ya kuanzisha mashindano hayo kuwa ni pamoja na kuibua na kukuza vipaji vya vijana wilayani humo. Moja ni kuhakikisha tunafikia malengo yetu tuliyoyaahidi katika kampeni. Lakini tunafikia ndoto alizokuwa nazo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya vijana wetu. Tunaona namna ambavyo yeye mwenyewe amehamasisha michezo, na kupitia michezo tumeona vijana wengi wakiwa wamepata ajira. Nataka niwaambie ndugu zangu, amani ya nchi yetu ya Tanzania sisi tunayo mikononi mwetu. Hakuna mtu yoyote ambaye atakuja kutusaidia kulinda amani ya nchi yetu ya Tanzania kama sio sisi vijana wa Kitanzania. Ninawaomba ndugu zangu, vijana wenzangu, tusiwe chachu ya kuharibu amani ya nchi hii. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Ernest Mbezi kutoka huko Korogwe ndio ambayo inahitimisha habari za michezo kitaifa. Na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Kipa wa kimataifa wa Kameruni Andre Onana ameondolewa kwenye kikosi cha mwisho cha wachezaji 28 kitakachowakilisha nchi hiyo katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika
yaani AFCON 2025. Uamuzi huu umeibua mshangao mkubwa kwa mashabiki na wadau wa soka kutokana na nafasi yake kama mmoja wa wachezaji wenye uzoefu mkubwa katika kikosi hicho. Kuachwa kwa Onana kunakuja muda mfupi baada ya mabadiliko makubwa ndani ya benchi la ufundi, ambapo David Pagou ametangazwa kuwa kocha mpya wa Cameroon akichukua nafasi ya Marc Blaise. Katika hatua nyingine ya kushangaza, mshambuliaji mahiri Vincent Aboubakar naye ameondolewa kwenye kikosi hicho, jambo ambalo linaibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo mpya wa timu hiyo. Kikosi kilichotangazwa kina mchanganyiko wa wachezaji chipukizi na wale wenye uzoefu, huku kocha Pagou akisisitiza kuwa malengo yao ni kujenga timu imara na yenye ushindani mkubwa kuelekea AFCON mwaka huu nchini Morocco. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Asante Eden Bahati, golikipa wa kisasa, kwa kutujuza hayo kwa upande wa michezo kimataifa. Na namna hiyo, mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nirejeshe kwake Salma Shaban kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima.